mpaka pale saa 3 asubuhi. Na mara hii tuko na Musa Mkamate ambaye ni kamishna msaidizi wa ustawi wa jamii sehemu ya huduma kwa wazee kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Na leo tunazungumzia kuelekea siku ya wazee Oktoba mosi. Unajua watu wengi waga wanapenda sana kusikia story kuhusu wazee. Kuna bibi mmoja yuko Tabora, ana trendi sana mtandaoni. Mara nyingi mjukuu wake huwa anapenda kumrekodi. Anamuuliza maswali, anamrekodi saa nyingine bila yeye kufahamu. Labda atamuuliza nzega ilitokana na nini. Yule bibi anaelezea. Sasa imefika mahali wamemfollow watu wengi sana mashuhuri mpaka viongozi wa serikali na wamekuwa wakicomment pale. Na wengine wanamtumia mpaka zawadi yule bibi. Kwa hiyo tunawahitaji kiukweli wazee kwa namna moja ama story zao zinafurahisha sana. Nasema kweli zamani tulikosa vitu vingi sana. Karibu sana bwana. Wanatupa historia nzuri kwanza katika mambo ya historia, lakini vile vile mimi kikubwa zaidi nasema wanatusaidia tusisahau asili zetu. Kwa sababu ukienda kule utajua, ukitaka kujua kutoka kwao labda zamani walikuwa wanaishije, kama ni kutoka kule kwenye ulikotoka kama kijijini kwenu, atakupa mpaka asili hizo zamani kwenye vyakula, kwenye maisha walikuwa wanaishi, na kwa namna moja au nyingine anakujenga, kwa sababu hiyo ndo mizizi yetu, ndiko tulikotoka huko. Kwa hiyo kwa namna moja yanatujenga. Sasa kwa kuangalia umuhimu wake, mwaka 1990 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa liliona umuhimu wa kuwa na siku maalum kwa ajili ya kuonyesha mchango, lakini vile vile kuangalia hali za kundi hili la wazee. Na kama tayari umeshamtambulisha mgeni wetu hapa studio, nilikuwa natamani kwanza tusikie salamu yake alafu tuendelee na mada. Karibu sana studio. Asante sana mtangazaji. Nashukuru sana. Tunaelekea siku ya wazee duniani ambayo itakuwa tarehe mosi, ni wiki ijayo tu. Ndio. Labda kwa mwaka huu Tanzania tumejipangaje kuiadhimisha siku hii? Okay. Mtangazaji, nakushukuru kwa ajili ya nafasi, lakini pia na swali lako zuri. Labda kabla ya kuelezea Tanzania tumejipangaje, nikurudishe kidogo wakati unaanza, umetoa utangulizi ambao ni vizuri wa Tanzania wakauelewa juu ya chimbuko la siku ya wazee duniani. Chimbuko hili linatokana na azimio lililowekwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1990, waliweka azimio namba 45. Katika hilo azimio walikubaliana kuwe na siku ya wazee duniani, ambapo wakasema kila tarehe 1 mwezi wa 10 mataifa wanachama na dunia kwa ujumla tuadhimishe siku ya wazee duniani. Kwa hiyo kila tarehe 1 mwezi wa 10 Tanzania inaungana na mataifa mbalimbali duniani kuadhimisha siku hii muhimu. Wakasema lengo ni nini? Wakasema lengo kubwa la kuadhimisha siku ya wazee duniani ni kutambua mchango wao katika jamii, familia na taifa kwa ujumla. Lakini si tu hivyo, ni kuendelea kuthamini utu wao, heshima na kuwajali wazee kama taifa, kama familia na kama jamii, kulingana na mchango ambao wazee wetu waliutoa. Sasa kukawa kuna misingi juu ya azimio hilo. Msingi mojawapo ni kuendelea kuwashirikisha wazee katika masuala ambayo yanawahusu, lakini na yale ya maendeleo. Lakini msingi wa pili ilikuwa ni kuzitaka nchi wanachama, mataifa na jamii kwa ujumla kuwa na sera ambazo zitawalinda wazee, zitalinda maslahi ya wazee, zitalinda ustawi wao, zitalinda pia utu wao. Na jambo lingine ilikuwa ni kutaka kuhakikisha kwamba wazee wanashirikishwa. Msingi mojawapo ni kwamba wazee washirikishwe. Mtangazaji, utakubaliana na mimi kwamba kuna wakati tunakuwa tunawasahau wazee jamii zetu. Nilishawahi kusikia kwa mmoja wa ndugu yangu kabisa ambaye ni mtu mzima. Akawa anasema, yani anasema ukishafika umri wangu, anatolea mfano, ukishafika umri wangu utaona namna ambavyo jamii inayokuzunguka inaanza kukutenga, inakuweka mbali. Yes, kwa hiyo Umoja wa Mataifa uliliona hilo. Na ulizingatia kwamba wazee
walipigania mataifa yao. Yes. Wengine walipigania uhuru. Wengine walishiriki kwenye kuanzisha vitu mbalimbali, vyama, makampuni, mashirika, lakini pia kwenye issue za kifamilia waliweka misingi mizuri ambayo leo hii inatusaidia sisi wengine. Sote tumetoka katika ngazi ya familia. Ndiyo. Na familia ndo kila kitu. Hakuna familia ambayo inakosa mzee. Hakuna jamii ambayo haina mzee. Lakini wale wazee kuna masuala waliyafanya kwenye jamii zao ambayo yalitufanya leo tuwe tulivyo. Kwa mfano, tunajivunia amani ya Tanzania, si ndio? Ukifuatilia kuna watu waliweka msingi wa amani ya Tanzania. Na tunajivunia leo tuko hivi tulivyo. Kuna watu ambao ni wazee walitufanya hivi tulivyo. Aidha walitusomesha. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa ulitamani wazee wasiwekwe pembeni. Wazee washirikishwe kwa sababu kwanza wana historia, lakini pia wanajua ni wapi tunatakiwa kwenda kwa yale mengi ambayo wao wameyapitia. Kwa hiyo ni vizuri tukaendelea kuwashirikisha wazee. Nilitaka tuweke kidogo huo msingi, kujua kwamba jamii inapaswa kuwashirikisha wazee kama ambavyo Umoja wa Mataifa uliona ni muhimu. Sambamba na hilo, Umoja wa Mataifa ulitamani au uliweka ile azimio kwa sababu ulitamani jamii izijue changamoto za wazee. Yes. Changamoto za wazee ni nyingi. Sasa kama uzijui, wewe ni mwanafamilia, wewe ni baba, wewe ni mama, wewe ni kaka, wewe ni mtoto, huwezi kuwasaidia wazee. Kwa hiyo hii siku iliwekwa mahususi itusaidie kujikumbusha ni zipi changamoto za wazee na ni namna gani mtu mmoja mmoja, familia, jamii na taifa kwa ujumla tunashiriki katika kuzitatua. Huko mbele nitaeleza kidogo changamoto za wazee ni zipi na kuona nafasi ya jamii ni ipi katika kuzitatua. Sasa nafikiri kabla hatujaenda katika ile swali langu la Tanzania tumejipangaje kuiadhimisha, ni vizuri ungegusia kwa sababu tunajua au tunaamini kwamba Umoja wa Mataifa unavyotenga siku kwa ajili ya jambo fulani ina maana kuna kitu wamekiona. Yaani kuna kitu cha msingi kimeonekana na ndio maana wanaona kwamba kuwepo na hii siku kwa ajili ya kukumbushana, kuhamasishana katika kuhakikisha kunawekwa sawa. Labda hapa tungeenda kwenye moja kwa moja kwenye hizi changamoto. Ni changamoto gani ambazo zinaonekana zinawakabili wazee kiasi kwamba Umoja wa Mataifa ukaamua kuwe na siku maalum? Wazee wana changamoto. Kwanza dhana yenyewe ya uzee na kuzeeka nadhani ningeiweka sawa kabla hatujafika kwenye changamoto. Mimi wanasema kuzeeka ni kukua. Mimi napenda sana. Kuzeeka ni kukua kwa sababu pia unapitia mabadiliko ya kimwili, kiakili na kisaikolojia. Sasa dhana hii ya uzee na kuzeeka ambayo wengi hatupendi sana kuijua kwa sababu tunauogopa uzee. Lakini sisi Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum na wenzetu wa wizara za kisekta tuna msemo wetu na wazee wetu tuna msemo wetu kwamba uzee na kuzeeka haukwepeki. Kwa mtangazaji unaweza kimbia ukajitahidi kuchenga lakini mwisho wa siku uzee na kuzeeka havikwepeki. Kwa hiyo tunaposema uzee na kuzeeka havikwepeki tunamaanisha nini? Ni ile dhana ya uzee kwamba kutoka utoto, ujana na baadaye uzee utafikia tu hiyo level. Sasa ukifikia level ya uzee kuna changamoto zake. Kwa hiyo ni vizuri jamii kazijua hizi changamoto ili mtu asije akaona atabaki kuwa mtoto milele, ataona atabaki kuwa kijana milele. Kuna siku tu utazeeka. Na ukizeeka kuna baadhi ya changamoto ambazo utaona zinaanza kukutokea. Changamoto ambazo zinawatokea au zinawakumba wazee na jamii ambazo inapaswa kuzijua ni pamoja na zile za kiafya. Baadhi ya wazee wetu wako dhoofu kiafya. Wengine hawawezi kutembea, wengine wanaumwa, wana maradhi yanayosumbua. Huwa tunasema kuna maradhi ya uzee, magonjwa ya uzee. Unapofikia uzeeni, kuna changamoto tu za maradhi zinaanza kukupata. Lakini pia wengine wanapitia changamoto za kisaikolojia. Anakuwa na msongo wa mawazo,
ambao nyingine tunazisababisha sisi wenyewe. Unakuta umemtelekezea watoto nyumbani. Kijana kaja Dar es Salaam mjini au kaenda zake Mwanza, Arusha, yuko anakula bata mahali, lakini watoto kawaacha mzee. Kibaya zaidi unakuta hawezi kumtumia hata mahitaji ya kawaida. Watoto wanahitaji kula, wanahitaji kuvaa, vinaumwa, umemwachia mzee. Mzee anaumia kwa sababu ya wajukuu wake kuona wanateseka. Ile inampelekea msongo wa mawazo. Lakini pia unapofikia uzee kuna hali fulani ya kujitenga na kutengwa. Kwa hiyo mwenyewe unaanza kujiona kwamba labda mimi sifiti kwenye hii jamii. Kwa nini hawanishirikishi vitu vyao? Kwa nini hawanipigii simu? Kwa nini hawaji kuniona? Kwa nini hawanitembelei? Kwa hiyo unakuta mzee yale mawazo yanamtengenezea hali ya kuwa na msongo mkubwa wa mawazo, anapata stress tunasema. Kwa sababu anaona jamii haiko na yeye. Jamii imemwacha kando. Unakuta hata kwenye huduma hizi tunazozitoa mbalimbali, kwenye harusi, kwenye nini, wazee kama wanatengwa fulani hivi. Kwa hiyo ile pia inawapa msongo wa mawazo. Kwa hiyo wazee wengi wanapitia msongo wa mawazo, lakini pia wanapitia hali ya kutengwa na jamii. Nimeshatoka kuizungumzia. Anatengwa na watoto, anatengwa na jamii inayomzunguka, anatengwa na wazee wenzake wakati mwingine, labda ana changamoto ya ulemavu, ana changamoto ya kutokuona, ana changamoto ya kutembea. Mzee hawezi kutembea kwa haraka. Wazee wengi kuanzia miaka 80 na kuendelea. Lakini jamii inapaswa kulijua hilo kwamba kama mzee hawezi kutembea asaidiwe, si ndio? Lakini pia kuna baadhi ya wazee wanapitia changamoto za ukatili. Kuna watu wanawatukana wazee. Yaani hawawaheshimu wazee kwa namna moja au nyingine. Kabisa. Kuna watu wanawanyanyasa wazee. Kuna watu wanaowanyima wazee chakula. Kuna watu hawawasaidii wazee wao. Ni wazee wa kuwazaa, wamewazaa watoto wao. Wamewasomesha, wamewahudumia katika kipindi chao cha ujana, cha utoto. Lakini leo hamjali kwa kumpa chakula mzee. Hamtunzi, ule ni ukatili kwa wazee. Na wengine wamefikia pabaya zaidi kuwapiga. Kwa hiyo wanawafanyia ukatili wa kuwapiga, wengine wanawabaka. Kuna matukio kama hayo wakati mwingine kwenye jamii yanatokea. Tunaona kwenye vyombo vya habari. Kuna wengine wanawasingizia tu kwa sababu eti mzee ana macho mekundu, anaona huyu ni mchawi. Shirikina. Lakini hawaoni kuna vijana ambao wanatumia labda madawa kulevya, wanatumia bangi, wanakuwa na macho mekundu na hawasemi kama hao ni wachawi. Ndio. Unaona? Kwa hiyo kuna dhana ambazo ni potofu wanakuwa wanavikwa wazee wetu kwamba kutokana na mzee ana macho mekundu. Lakini kumbe yule mzee kwa sababu anapikia kuni. Sasa wewe badala kuhakikisha mzee anapata nishati safi ya gesi ambayo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa ni champion katika eneo hilo la kuhamasisha nishati safi, ukawasaidia wazee kuwapelekea gesi, unasema wazee wana macho mekundu ni wachawi. Kwa hiyo unatengeneza dhana ambazo baadaye zinawaumiza hawa wazee wetu. Ni kweli. Kwa hiyo nilitaka tuweke huo msingi kidogo wa changamoto za wazee kiafya, kisaikolojia, kijamii, hizi za kutengwa, hizi za kutokutunzwa, hizi za afya, ili tuone kwamba ni kwa namna gani jamii inashiriki sasa kuhakikisha kwamba wazee wanapata mahitaji na kuepusha na hizi changamoto. Sawa. Kwa dakika moja tu Kamishna, kabla tujaenda kuongelea siku ya tarehe moja. Mtu anaweza akasema hapo umeelezea historia namna ambavyo ulimwengu uliamua kuiweka hii siku maalum kabisa kwa ajili ya wazee. Na mwingine atasema Tanzania tuna sera ya wazee 2003 ambayo ilikuja kutolewa mwaka 2023 kama toleo jipya. Mwaka 2024. Kwa nini tunayo hiyo wakati tayari kuna maadhimio yalishatoka ya Umoja wa Mataifa? Hii imetusaidia kwa namna gani sisi kuona namna gani tunashughulika na matatizo ya wazee wetu? Utakumbuka nilieleza kuwa msingi wa maazimio au azimio namba 45 la Umoja wa Mataifa lililotolewa mwaka 1990. Azimio hili liliendana na msingi wa kwamba mataifa wanachama Umoja wa Mataifa waweze kuwa na sera ambazo ni rafiki kwa wazee.
zitakazosaidia kuratibu huduma stahiki kwa wazee zinazolenga ustawi wa wazee. Kwa kumbe ilikuwa ni agizo pia la Umoja wa Mataifa. Ni agizo la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ndio. ambayo imeiridhia hii mikataba ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za wazee, ilienda mbele zaidi na kuona kwamba kuna umuhimu wa kutengeneza sera mahususi, sera ya taifa kwa ajili ya wazee. Kwa hiyo tunayo hiyo sera ya mwaka 2003. Utaona ilitengenezwa mwaka 2003. Lakini mwaka 2024 serikali ikasema tuna mambo mengi yameishatokea, yamebadilika, tuna mabadiliko mengi ya sayansi na teknolojia, ya masuala ya maendeleo. Hivyo ni muhimu hii sera tukaihuisha. Kwa hiyo Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa kuongozwa na Dr. Dorothy Gwajima, waziri wetu ambaye ni kama wengi tunavyomfahamu ni kinara sana wa kuyatetea makundi maalum, hususani wazee. Kwa hiyo tukaratibu mapitio ya sera ya wazee ya mwaka 2003 na baadaye mwaka 2024 ikatolewa kama toleo jipya. Sasa ile sera kitu cha msingi inachokieleza ni nini? Inaeleza juu ya vipaumbele na ni kwa namna gani wazee wanaweza kuhudumiwa. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba tunaangalia masuala ya afya. Ile sera imeeleza kwa upana wake juu ya masuala ya afya na umuhimu wake kwa wazee. Wazee wapewe kipaumbele kwenye masuala ya afya. Ndio maana unaona hata kwenye ilani za chama tawala, kwenye ilani ya chama tawala wanazungumzia juu ya masuala ya huduma za afya, uboreshwaji wa huduma za afya ikiwemo kupatiwa bima za afya wazee wetu kama kipaumbele cha serikali. Lakini pia ukiangalia dira ya taifa ya maendeleo inazungumzia kuimarisha masuala ya hifadhi ya jamii. Unapozungumzia swala la hifadhi ya jamii unawagusa wazee, ambalo hilo swala pia kwenye sera yetu ya wazee ya mwaka 2003 toleo la 2024 limezingatiwa. Na katika hali ya kutekeleza hiyo sera sasa ya wazee tukasema Umoja wa Mataifa ulielekeza wazee wao wanashirikishwa ikiwa ni msingi wa siku ya wazee duniani. Sisi kama serikali tulichokifanya cha kwanza ni kuunda mabaraza ya wazee nchi nzima. Ndio. Hivi ninavyokuambia tuna mabaraza ya wazee nchi nzima kwa level zote. Kuanzia kwenye kijiji, kata, wilaya, mkoa mpaka taifa. Kwa nini tuna yale mabaraza ya wazee? Na mwenyekiti wao ni mzee Sendo, Lameck Sendo. Katibu wao ni mzee Limo wa baraza la wazee la taifa. Kwa nini tuna yale mabaraza? Tunasema kwamba ile sera inaelekeza, sera ya mwaka 2003 toleo la 2024 inaelekeza wazee washirikishwe. Sawa sawa. Watashirikishwa vipi kama hamjawatengenezea platform? Yes. Mkitaka kuwapata mnatumia kitu gani? Kwa hiyo ni lazima tutumie yale mabaraza ya wazee. Tena tunayaita mabaraza ya ushauri ya wazee. Ni kweli. Kwa nini ya ushauri? Kwa sababu wazee wana maarifa. Wazee wana kumbukumbu. Wazee wana historia ya tulipotoka. Wazee wana maono ya wapi tunapoweza kwenda. Wazee wanaweza kutupa tahadhari kwamba kijana usiende hivi. Huko nyuma tulikuwaga tunatembea hivi. Kwa hiyo kama nchi tukaona ili tutembee vizuri lazima tuwashirikishe wazee. Sawa sawa. Tukasema tuwe na mabaraza hayo ya wazee ambayo tumeongelea sana kwenye sera yetu ya taifa. Sawa sawa. Lakini hiyo sera ya taifa kumbuka azimio lile la Umoja wa Mataifa, azimio namba 45 msingi wake ni kutoa huduma pia kwa wazee, hususan wazee wasiojiweza. Kwa hiyo serikali kaona ili kuanza kutekeleza azimio hili la Umoja wa Mataifa, licha ya kuwa na siku ya wazee duniani, tutatekeleza kwa vitendo. Tukaanzisha makazi ya wazee. Kwa sasa ambayo yanaendeshwa na serikali kwa 100%, jumla makazi 13 nchi nzima. Sawa. Kwa hiyo tunatekeleza sera ya 2003 kwa vitendo, kuhakikisha kwamba mzee ana shida, ana changamoto, hana pakula, hana pakulala, hana mtu wa kumwangalia,
hana huduma za afya, tunaandaa makazi ya wazee ambayo mzee atapelekwa katika yale makazi na atapewa huduma za malazi, za chakula, za uangalizi, za ulinzi, za upendo, ambazo zile huduma alizikosa kwenye familia au kwenye jamii. Kwa hiyo baadaye nitasema jamii ifanye nini kwa wazee ambao wako kwenye jamii, lakini pia wale walioko kwenye makazi ya wazee. Sawa sawa. Kamishna, tunaenda Oktoba mosi hiyo. Ndio. Tunatokaje sisi kama Watanzania sasa? Sisi kama Watanzania, cha kwanza turudi pale pale kwenye msingi wa azimio la Umoja wa Mataifa. Azimio namba 45. Kwamba msingi wetu ni nini? Wazee tuwashirikishe. Si ndio? Ndio. Wazee tufanyaje? Tuwashirikishe. Kuwashirikisha wazee ni pamoja na kuwa nao karibu. Huwezi kumshirikisha mtu ambaye huna ukaribu naye, umemweka mbali, alafu ukasema unamshirikisha. Kwa hiyo kauli mbiu yetu katika kuelekea maadhimisho haya ya siku ya wazee duniani mwaka huu inazungumzia kwamba wazee tushiriki uchaguzi kwa ajili ya ustawi wa jamii yetu. Sawa. Tutaadhimisha vipi? Kuna namna tutaadhimisha kitaifa, na ni wapi kama ni kitaifa, na kutakuwa na shughuli gani kwenye maadhimisho? Sawa. Maadhimisho haya yanaadhimishwa kitaifa. Ndio. Lakini pia yanaadhimishwa kwa level za ngazi mbalimbali kuanzia kata, halmashauri mpaka mkoa. Sawa. Katika maadhimisho haya kitaifa yanafanyika mkoani Ruvuma. Tunatarajia kitaifa yatakuwa mkoani Ruvuma na yatahusisha wazee kutoka mikoa mbalimbali watakaosafiri kwenda mkoani Ruvuma kwa ajili ya haya maadhimisho. Na huko kwenye wilaya na halmashauri mbalimbali nchini na kwenye kata wana namna ya kuadhimisha. Yanaendelea kuadhimishwa mpaka hivi tunavyoendelea kuongea. Kila siku imetengwa kwa ajili ya maadhimisho hayo. Nini sasa kinafanyika kwenye haya maadhimisho? Ndio jambo la msingi zaidi. Kinachofanyika ni pamoja na kuwawekea mazingira rafiki ya utoaji huduma. Nimesema kwa mfano tuna ile kauli mbiu yetu wanasema mzee kwanza. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba kwenye huduma tunazozitoa tunaweka kipaumbele kwa wazee. Kwa mfano hospitali tuna madirisha maalum ambayo yanawapa kipaumbele wazee. Na tunatamani hii mifumo iende mpaka benki, si ndio? Iende sehemu za michezo. Kwa mfano ukienda uwanja wetu wa Benjamin Mkapa siku ya dabi ya Simba na Yanga au siku ya mechi hizi za kawaida, wazee wapewe kipaumbele kwamba hapa wazee watakaa au hapa wazee watapita kwa sababu ya changamoto zao, wasikumbane na ile misukumo. Lakini pia kwenye masoko yetu kuwe kuna maeneo rasmi kwa ajili ya wazee pia, ikibidi kwa ajili ya kufanyia biashara. Mtu akitaka kwamba leo mimi nataka tu kuwaunga wazee na fedha yangu, lakini nataka ninunue vitu kutoka kwa mzee, kuwasapoti wazee. Kwa hiyo tutengeneze mazingira kwenye masoko, si ndio? Kwenye sehemu mbalimbali za biashara, kwenye vituo, sehemu zote za huduma, kwenye vituo vya mabasi, tuweke vipaumbele kwa wazee. Ni utekelezaji na ndio hicho kinachoendelea saa hizi. Tunatoa elimu kwa jamii na taasisi na mamlaka mbalimbali kuhakikisha kwamba huduma zetu zinatoa kipaumbele kwa wazee. Hilo ni la kwanza. Muda wetu unatupa mkono. Ndio. Nilikuwa nafikiria kabla hujamaliza nikuulize kwamba kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu ulimwenguni UNFPA, inakadiriwa kwamba idadi ya wazee itaongezeka ifikapo mwaka 2030. Na hii ni kwamba umri wa kuishi unaweza wengi yani ya kuzidi miaka 75. Ni kweli. Lakini vile vile Umoja wa Mataifa nao unasema umri wa miaka 65 kuongezeka mara 2. Ni kweli. Labda katika hili kwa dakika moja tu Tanzania tumejipangaje kukabiliana nao? Licha ya hivyo nataka tu nikurejeshe pia nyuma kwenye sensa yetu ya watu na makazi. Sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ilionyesha Watanzania tuko zaidi ya milioni 61. Ndio. Lakini kati ya wale Watanzania milioni 61, wazee tu ni milioni 3
na pointi. Sawa? Ukilinganisha na sensa ya mwaka 2012 ambapo wazee hawakuwa 300,000, walikuwa wazee kidogo. Kwa hiyo kwanza inakuonesha nini? Kuna ongezeko la wazee. Lakini pia ukiangalia dira yetu ya maendeleo ambayo tumeizindua 2050 inaonesha kwamba mpaka kufikia hiyo 2050 kuna uwezekano wazee tukao wanaishi mpaka miaka 75 na kuendelea. Ambapo tunaungana kabisa na WHO. Kwa hiyo mwisho wa siku ni nini? Sisi kama serikali ni lazima tujipange kutoa huduma ambazo zitakuwa stahiki na zinazolenga ustawi wa wazee kulingana na umri unaoongezeka kama WHO wanavyoelezea. Na sio tu serikali, na jamii pia lazima tujiandae kwamba kumbe wazee wanaishi muda mrefu kiasi hiki. Kwa hiyo ni vizuri tukatengeneza mazingira ya kuendelea kuwatumia katika shughuli mbalimbali kulingana na vipawa walivyonavyo, ujuzi na maarifa ambayo wanayo. Ana miaka 60, zamani tulikuwa mtu akishafikisha miaka 60 tunaona ni mzee na hawezi kufanya chochote. Lakini tunao ushuhuda wako wazee, tunaye mzee wetu Mizengo Kayanza Pinda. Anashinda mashambani yule. Anashinda mashambani siku zote. Na amekuwa mfano bora kwa vijana kwenye eneo la kilimo. Sio tu kilimo na ufugaji wa nyuki. Watu wengi wameingia kufuga nyuki kwa sasa kwa sababu ya kumtazama mzee Peter Kayanza Pinda. Lakini tunamwangalia mzee wetu Jakaya Mrisho Kikwete kwa mfano. Tunaona ni kama bado ni kijana kwa sababu ya vile vitu anavyovifanya, na amekuwa mfano mzuri kwa watu wengi wanaomtazama. Si hivyo tu, kwenye upande wa imani labda unaweza kaangalia wazee kama wakina Mwakasege, Christopher Mwakasege. Ni wazee lakini angalia swala la kiimani wanavyoenda nalo, yani bado wanafanya kazi yake kwa ufanisi, kwa nguvu, kwa ufanisi na kwa matokeo makubwa. Kwa hiyo nimejaribu kutoa hiyo mifano michache, lakini angalia pia wafanyabiashara. Wako wafanyabiashara ambao ni wakubwa, wako mainjinia ambao ni wazee, wanafanya kazi yao kwa ufanisi mkubwa, yawezekana kupita sisi vijana. Ni kweli. Kwa hiyo hiyo inatupa picha gani? Wanasema age is just a number. Si ndio? Yaani umri ni namba tu. Haikuzuii wewe kufanya wajibu wako na majukumu yako mengine kwa ufasaha. Kamishna, naam, tunakushukuru sana kwa kuweza kufika hapa. Na sisi wengine ni wadau sana wa masuala ya wazee. Unajua mashirika mpaka yaliyopo huko vijijini ndani huko. Na shirika moja nalifahamu linaitwa Kwa Wazee. Hivyo hivyo. Ni kweli. Liko Muleba huko vijijini. Haliko mjini pale, liko ndani. Na sisi kama Wizara ya Maendeleo ya Jamii ndio tunawatambua. Tunawaratibu. Nakushukuru sana. Na mtazamaji, ni mgeni wetu ambaye tulikuwa naye hapa siku hii ya leo katika Baraboom Live. Tarehe 1 tunaadhimisha siku ya wazee duniani. Kama mna mzee hapo nyumbani kwenu ama katika familia yenu, kuna namna moja ama nyingine mnatakiwa mjipige vifua na msonge mbele na mchinje kuku siku mzee ale. Apikwe hivyo yalainike, mzee afurahie. Tulikuwa na Musa Mkamate ambaye ni kamishna msaidizi wa ustawi wa jamii sehemu ya huduma kwa wazee kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Tumezungumzia kuelekea siku ya wazee Oktoba mosi, mtazamaji. Hivi punde tutakuwa na mgeni mwingine hapa ndani ya studio, endelea kuwa nasi. Tunakushukuru sana kamishna kwa kufika. Asante. Labda nitoe wito kwa jamii kuelekea hii kwa sekunde chache. Kwa sekunde chache. Natamani jamii ishiriki kuwatunza wazee. Sawa. Na tusiwatelekeze. Kwa hiyo jamii kuelekea siku ya tarehe 1 mwezi wa 10, ninaomba watu watafute wazee mahali popote walipo. Tuwahudumie, tuwaspoil, tuwatoe out. Kama una mzazi wako yuko kijijini, hebu tuwatunze. Kama yuko mjini, hebu tuwatunze. Tuna wazee babu zetu, bibi zetu. Hata kama sio wa kukuzaa, hamna uhusiano wa damu, basi tuwajibike kuwatunza. Tutembelee makazi yetu ya wazee nchi nzima. Tunao makazi ya wazee hapa Dar es Salaam Nunge, tuna makazi ya wazee Kilima kule Bukoba, tuna makazi ya wazee Ipuli Tabora, tuna makazi ya wazee Njoro Moshi, tuna makazi ya wazee pale Magugu mkoani Manyara, tuna makazi ya wazee mkoani Mwanza. Na washauri tuwatembelee wazee, tuwatie joto, tuwape huduma, tuwaoneshe upendo. Sisi kama vijana tushiriki kwenda kuwahudumia kwa usafi, kwa michezo na kadhalika. Huo ndio wito wangu kwa kuwaenzi wazee. Kama serikali tunaomba tushirikiane na jamii katika kuwatunza wazee wetu. Ni ujumbe mzuri sana mtazamaji kuelekea Oktoba mosi, siku ya kuadhimisha siku ya wazee. Endelea kuwa nasi, hivi punde tutarejea tena mtazamaji. Yale yote mazuri mlioyasimamia
yatokee kule kwenye maeneo yenu. Ile ndiyo turufu yetu kwenye uchaguzi unaokuja.